Na kombe la shirikisho barani Afrika na wakutanisha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, na tayari Al Masry tokea jana saa 5 asubuhi wapo kwenye ardhi ya Kizimkazi kwa ajili ya kuwavaa Simba siku ya Jumatano saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Boss, tuko vizuri? Vizuri sana. Kwema kabisa. Alhamdulillah. Niambie. Tumeshuhudia mchezo wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika. Simba akipoteza mabao mawili mbele ya Al Masry, anakuja kurejea nyumbani. Kwenye mahojiano yetu ya mwisho ulisema Simba kama angetumia matokeo yake ya kwenye makundi yalikuwa yanamnufaisha zaidi kwa namna ya matokeo aliyopata kwenye group stage, lakini ameenda ugenini, ameruhusu idadi kubwa mabao ambayo ameiweka nusu finali rehani. Kwanza unazungumziaje hilo? Sema Simba hawajaanza na mguu mzuri kama ambavyo mara zote wamekuwa wakianza na mguu mbaya kwenye mechi za robo finali. Na siku hiyo nilisema kwamba mechi ya kwanza ya robo finali ndio imekuwa tatizo kubwa sana kwa Simba. Mechi ambayo hata ukiangalia ile walioanzia nyumbani pia hawakufanya vizuri. Nafikiri washinda bao 1-0. Lakini wanapokwenda ugenini unaona na Kaizer walipoteza bao 4. Safari hii wamepoteza bao 2. Unaweza ukasema wameanza vibaya, lakini wana nafasi ya kurekebisha, na kurekebisha kutakuja kwenye mechi sasa hii inayochezwa Jumatano. Mashabiki wengi kama wana hofu na kikosi cha Simba namna kinavyo perform, ingawa katika mchezo dhidi ya Al Masry wali dominate game lakini walishindwa kufunga. Unalionaje? Hakuna faida yoyote kudominate game alafu zile nafasi ya uzigeuzi kuwa mabao, na hauwezi ukapata ushindi bila ya kufunga. Simba kiukweli kwa maana ya takwimu inaonekana walicheza vizuri, lakini kwa maana ya matokeo na walichokuwa wakikihitaji walicheza vibaya. Kwa kuna tatizo kwa Simba lilitokea ambalo ninaamini watakuwa wameanalyze na wanapaswa kulifanyia kazi kwa ajili ya kurekebisha. Kwa sababu kilichonishangaza mimi Simba walivyokuwa wakicheza ilikuwa utafikiri kila mtu alikuwa ameahidiwa kifungo, labda unapewa dola 10,000 au 20,000 au kuna zawadi yako ukishinda. Kwa kila mtu alikuwa anachukua mpira anakimbia yeye mpaka afike mbele apige shuti au agongane na mabeki aanguke mpira uchukuliwe. Kulikuwa kumekosekana umakini mkubwa na hasa kwenye ile zoni ya mwisho ambao Simba ndio wanakwenda kucheza na adui. Unajua kitu kilichokuwa kinanishangaza sana, nilikuwa na hesabu ukiangalia kwenye zile takwimu kwamba wale wamefanya shots on target 2, wamefunga mabao 2. Na Simba ndio walionekana ni timu kubwa, timu ina uwezo kuliko wao hapa walikuwa wapo nyumbani. Kwa kulikuwa kuna shida kubwa kwa kweli, na Simba wanapaswa walifanyie kazi hilo, na ninaamini watakuwa walifanyia kazi. Bahati nzuri sana kocha Fadlu Davids amekuwa muungwana, amekiri kwamba kulikuwa kuna tatizo. Ukiona mtu anakiri hivyo maana yake ujue kuna nafasi ya kulifanyia kazi lile tatizo. Watu wengi wanahisi kama sio Waarabu wakali. Ukitazama Al Masry wanaona kabisa sio Waarabu wakali, na hata walipokuja Tanzania hawakuja na vurugu kama tumewazoea kwa Al Ahly au Berkane wanapokuja na vitu vyao, lakini hao wamekuja tu simple na wamekubali kupewa basi. Hatujaona vurugu zote zikitokea airport. Hawa wana rekodi ya kuitoa Simba kwenye michuano ya CAF. Na nimesahau kidogo, nafikiri mechi hapa ilikuwa sare ya 1-1 au 2-2. Alafu tukasafiri kwenda niwaambie ile mechi ilikuwa vurugu sana, kule ikawa bila. Ni timu ambayo inawezekana isiwe na vurugu nyingi sana au kelele nyingi sana, lakini ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya vitu vyake kwa utaratibu sana. Sababu kama unaona hapa walikuja wakapata sare ya 2-2, kule wakaenda bila. Ukiangalia Simba ilitolewa kwa sare, lakini kilichowatoa Simba ni hesabu za Al Masry hapa kwa kupata mabao 2 ya ugenini. Tayari kwenye nusu finali, robo finali au nusu finali au finali zinapochezwa mechi 2 unahesabu dakika 180. Dakika 90 za kwanza zimeshachezwa. Mwenye advantage mpaka sasa ya kusonga mbele ni Al Masry. Simba wanakuja kujaribu kwanza kuiua advantage hiyo ya Masry, halafu baada ya pale kupambana kwa zidi Masry na kwenda kusonga mbele. Simba wana mlima wa bao 2. Masry wakija hapa wakafunga bao 1, kwa Simba utakuwa ni mlima mkubwa sana. Kwa hiyo Simba ndio wako hatarini zaidi. Na wachezaji wa Simba wasibweteke yale maneno
ya kusikia kwamba wakuja tuwafunga 6, tuwafunga 7, wanaweza wakatu surprise kwa sababu ni timu ambayo ya level inaocheza ligi kuu ya Misri. Ukiangalia hata mechi juzi wametoka sare na Pyramids, si ndio? Pyramids ni moja ya timu bora kabisa. Kwa hiyo kuna kitu cha kufanya Simba kuchukulia serious, na especially hesabu nyingi zianze kwa Simba kuanzia kipindi cha kwanza. Dakika 45 kama zinaisha Simba hawajafanya lolote, ni tatizo kubwa sana. Au ikitokea kwenye football Simba wanaweza kutanguliwa wakati majority ikiwa inaamini Simba ndio wataanza kufunga, Simba ndio watafunga magoli mengi. Kama watatokea Simba wametangulia, wachukue utulivu kuhakikisha wanacheza na kuweza kushinda. Ni mechi ambayo Simba wanaweza kushinda, lakini lazima watambue kwamba haiwezekani kushinda kwa wepesi, haiwezi kuwa rahisi. Kama wataichukulia kwa urahisi, basi wanaweza kukuta unashinda lakini yawe. Maana Simba kuna vitu viwili, kuna kushinda na kufuzu au kusonga mbele, lakini unaweza ukashinda na ukabaki pa 2-3. 3-1 wale wana advantage, au pa 3-2, si ndio? Kwa hiyo yote inawezekana Simba akaa kwenye hatari zaidi kuliko wale Al-Masri, na ukizingatia Waarabu wana nia kupoteza muda, wanataka kukaa chini, wanataka si kufanya nini, kadhalika na kadhalika. Kwa ni jambo zuri sana Simba kama watapambana kuhakikisha hawadharau na hawaoni kama ni mechi nyepesi inayowezekana. Ni vizuri kuamini ni mechi ngumu ambayo inatakiwa ipambaniwe ili kuwezekana. Mashabiki kama wanaanza kupoteza imani na Ateba Mbida, Nyava tikisiki kule kwenye shirikisho. Kwa kweli anatakiwa ajirekebishe. Hata siku nimeona watu pia wakimlaumu referee, nimeona kweli ile penalty Simba kawanyima, lakini kosa moja la referee haliwezi kuifanya Simba ishindwe kutumia nafasi 5, 6, 7, 8 ilizozipata. Kosa moja la referee haliwezi likawa ndio ugumzo kuliko kiwango ambacho cha chini kimeonyeshwa na washambuliaji ambao wameshindwa kufunga. Na niliandika juzi mimi kuhusiana na kocha kwamba sasa anapaswa kusikiliza muziki wa Mukwala, kwa sababu kila alipokuwa akijaribu kusikiliza midundo yake ilikuwa inamfurahisha, lakini bado anaonekana kama hamuamini nani. Lakini ni vizuri sababu Ateba yupo, anaweza kaanza na Mukwala, kama Ateba atashinda akamuingiza Mukwala. Ni jambo ambalo linawezekana sana. Lakini kuna kitu kingine mimi nilikiona watu hawajakizungumzia kabisa, au kama wamekizungumzia kwa chini kwa sababu unajua mashabiki nao wana tabia kuwapenda wachezaji. Kamara Pinpin ndio amekuwa tatizo kubwa la Simba katika ile mechi. Mashuti mawili, la kwanza lile imepita kwa wepesi sana, na mimi nikapata hisia kwamba huyu hakuwa fiti na mechi fitness hakuwa nayo. Nafikiri labda ulikuwa ni uoga wa benchi la fundi kuanza naye, jambo ambalo mimi nilifikiri labda uoga wangeanza naye angefungwa alisali moto, angeambia kwa nini mlimweka nje kama. Lakini bado kuna maelezo kwa sababu alikuwa ni majeruhi. Bao la pili talaumu bure, nimeona Simba wanasema offside, sio nini, mimi sikuona kama kuna offside, lakini mpira ule umekuja, kipa atakuwa auteme pembeni kwa sababu move ya watu inakuja kutoka nje kuja ndani katikati yake yeye. Hauwezi kurudisha ule mpira katikati, ni kitu cha ajabu. Sababu bora umrudishie mtu wa pembeni apige tena cross au atakuwa ameshajipanga. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa jingine la kiufundi la kipa. Kwa hiyo ukiangalia mabao yote mawili ni kosa la kiufundi la kipa. Sasa je, amekuwa fiti? Wamekaa wamezungumza naye au wamemwacha tu kwa sababu ni kipa wao bora, hawawezi kusema? Kwa ni jambo zuri sana pia wakaliangalia tatizo la goalkeeping ambalo limewafanya Simba waingie kwenye matatizo makubwa katika mechi hiyo. Elie Mpanzu, unazungumziaje kiwango chake na unampa nafasi gani katika mchezo wa marudiano? Amecheza vizuri, only anahitaji support ya wenzake pia. Hakuna timu inaweza ikawa inafanikiwa kushinda ikiwa na mchezaji mmoja tu. Wala mchezaji mmoja anakimbia peke yake, anakimbia anakwenda anapiga shuti, anakimbia anakwenda anapiga shuti, haiwezekani. Ni lazima mnapoitwa timu mwe mnaweza kushirikiana, na mimi ninaamini Simba kama watashirikiana, kila mmoja akaonyesha kiwango chake kwa ubora na akawa tayari kushirikiana na wenzake kwenye timu, mimi naamini wataweza kushinda na ikiwezekana wakafuzu. Simba safari hiyo wamemwalika Shewa Mkoa, wamemwalika Mtumi Mwamposa kwa kuwa sehemu ya mchezo wao, kwa maana ya kukamilisha ile kauli mbiu hii tunavuka. Imekuwa na maoni tofauti, watu kuwaona hawa watu wa dini kujihusisha kwenye mchezo wa mpira wa miguu, hususa kwenye mechi za Simba. Mimi naamini hata wao wanakuwa ni mashabiki wa timu zao pia, na wanapoalikwa sababu ni watu wa watu, ni jambo zuri, na ukizingatia sasa hivi ni jambo la kitaifa hivi, sababu sisi hatuna timu tena sasa hivi. Tuna timu moja tunayoshiriki michuano ya kimataifa. Tulishapoteza mapema Azam nafikiri na nani Azam alivyotolewa nafikiri na Coast. Alafu baadaye kwenye Champions League tukapoteza Yanga tena.
Kwa hiyo ukiangalia kwenye hatua hii ya robo finali tumefanikiwa kuwaingiza Simba ambao wakibaki robo finali hakuna kipi wanaweza wakatuambia. Simba ambao tunatarajia waende nusu finali ili kuendelea kuibeba Tanzania. Vizuri kabisa. Mimi nafikiri kualika mashehe wa mkoa, kualika watu wachungaji, si ndio, kama Mwamposa, ni jambo zuri na inaonyesha kabisa kwamba ili jambo limechukuliwa kwa uzito. Lakini nimeona pia wamemwalika Rais Karia na yenyewe ikazua gumzo. Nikaona ni ile watu nafikiri wanakuwa wanakosa vya kuzungumza na wanatamani tu kuzungumza au wanasikia raha kuzungumza au na wangependa kuzungumza ili waonekane, lakini kwa sababu Karia ni kiongozi wa shirikisho la soka Tanzania. Sasa hivi timu yake iliyo katika michuano ya kimataifa ni moja tu, Simba. Anapaswa kuiunga mkono tena kwa kila hali. Na Karia kwenda kwenye mechi za Simba, kwenda mechi za Yanga ni jambo gani? Amekwenda mara nyingi tu. Kwani Yanga hawajawahi kumwalika? Na kama Yanga hawajawahi kumwalika, kwani kuna ubaya Simba wakimwalika? Kwani lazima Simba wamwalike, Yanga wamwalike ndio na Simba wafuatie? Kwa ni jambo la kawaida, na nafikiri hata wale watu wa Yanga ambao ni watu wa mpira wanakuwa wanaona hiki kinachojadiliwa kitu cha hovyo hovyo tu. Kwa mimi nilikuwa nafikiri hiyo tungeacha tukafocus, kwa sababu timu yetu inapaswa kuingia katika hatua inayofuatia. Mimi naamini hata wale Yanga wanaopenda mpira wangefurahia pia kuiona Simba inafanya vizuri zaidi, kwa sababu hiki ndio kipindi ambacho tunaweza kuendelea kuweka Simba kwenye ramani ya mpira kupitia timu yetu moja iliyobakia. Jembe, tulipe experience yako. Tumeona Simba ametangaza hadharani kwa yote atakayetia mkono mechi yao dhidi ya Al-Masry watampeleka chini ya ardhi, kwa maana wataua mtu, hawataki masiara, wamedhamiria ubaya ubwela. Unaamini kuna namna yote timu kutokea ndani inaweza kutia mkono kwenye mchezo Simba Al-Masry? Kwanza mimi nataka nikuulize hapa, hivi tunavyoongelea Simba hapa tunatia mkono, maana sisi nikapelekwa chini. Tunatia mkono hapa au hatujatia mkono? Kama hatujatia mkono vizuri, bado kupelekwa chini sio jambo zuri. Mimi nafikiri ni mikwara ya kimpira. Mimi sidhani kama hizo timu bado zinayo mambo, itakuwa ni mambo ya kizamani sana. Lakini sidhani kama Yanga leo wanaweza kuingia si mechi ya Simba, na hata kama watakuwepo siamini itakuwa ni uongozi wa Yanga, labda itakuwa ni watu wengine tu, mashabiki wameamua kufanya hivyo. Lakini bado Simba kama watajiandaa vizuri, watacheza vizuri, si ndio? Hata huo mkono unaotiwa si utatiliwa wapi. Kwa mimi ninaamini ni watu watakaa, na ushauri wangu wale ambao wanaona wanaweza kwenda kushangilia Simba hata kama ni Yanga, unakwenda uwanjani pale kuangalia mpira. Na kama unaona hauwezi kushangilia na unataka kuzomea, basi unapumzika nyumbani, afu unawaachia Simba wanaenda kupambana na wao wenyewe. Kwa mimi bado nina imani hakuna mtu ataitia mkono wala mguu, na ni washauri Simba wasipeleke mtu chini, sio jambo zuri. Lakini Yanga wameomba kualikwa, lakini Simba wamesema hata kama kuchanganyikiwa hawezi kualika Yanga. Wamekataa kualika Yanga? Ahmed Jati amefanya mahojiano akasema hata kama Simba wamechanganyikiwa kiasi gani hawezi kualika Yanga. Hawezi kualika. Sijui, lakini unajua bana, zamani ilikuwa watu wanaalikana. Mpira sasa hivi kidogo hapa katikati ilitokeaga wasemaji wakaufanya umekuwa na uadui sana. Na mtu kuwa Yanga labda Simba hapendi, au mtu kuwa Simba Yanga anaona kama ni kitu kibaya sana. Nchi yetu uwezo kuwachagulia watu kuwachague nini cha kukifurahia, wala uwezo kumpangia mtu awe Simba au awe Yanga. Kwanza ukianza kuwapangia watu huyu awe Simba au Yanga ni kupoteza muda tu, na ni mambo ya hovyo kabisa kuyawazia au kuyasikia. Kwa hiyo kama wamegoma kualika wao Simba, sisi hatuwezi kusema lolote. Tuachie wao, kwa sababu mimi na wewe tena tuna uwezo wa kumwalika mtu kwa sababu ni shughuli yao hawataka. Basi tuiachie. Neno lako la mwisho kwa kijana wako Ali Kamwe kwa kile kilichotokea, na pia kwa wasemaji wengine kuhusiana na viongozi wa serikali, lakini pia na wao maeneo yao ya usemaji wa vilabu vyao? Mimi nimeona Ali amewekwa ndani. Kwanza nimpe pole kwa sababu mimi Ali ni kijana wangu, na anapotokea amefanya kitu kinamfanya aonekane kakosea, mimi najisikia vibaya kwa sababu mimi ni sehemu ya parts ya kuona au kufanya hali awe leo vile, hata kama ni tofali moja. Kwa hiyo na mshauri kwanza kabisa kuheshimu mamlaka. Unapokuwa msemaji saa zingine unajua kuna ile push inayotoka ndani. Tegemea labda ni kiongozi au ni shabiki, sometimes wanakupush, lakini end of the day umeona hali amekaa ndani peke yake. Kwa ni vizuri tu sana kuheshimu mamlaka. Kuna namna ya kuongea na kila mtu. Kuna namna, mfano hali akikutana na mimi, mfano sidhani kama ataongea na mimi kama anaongea na wewe hali, kwa sababu atakuwa anajua anaongea na kaka yake. Kwa hiyo ni jambo zuri wakati mwingine kumheshimu mtu unapomwona kwenye nafasi, especially mtu mkuu wa mkoa, mteule wa rais wetu, mwakilishi wa watu wengi wa mkoa. Kwa kuna namna pia ya kuongea naye, usiongea naye kama unaongea tu na watu wengine wa mpira au masela. Na ninaamini watu bora zaidi huwa wanaimarika baada ya kukosea. Kukosea kwa hali mimi naamini kutamfanya awe bora zaidi.
Kwa hiyo atakuwa amejifunza jambo, na mimi tutarajie, naamini kumuona hali akiwa bora zaidi alivyokuwa. Kwa mashabiki wa Simba kuelekea mchezo wao, muhimu sana kwenda kwa wingi. Hauwezi ukawa unasema tumeshatoka, si tumeshafanyaje afu kakaa nyumbani. Kwenye vita mnaungana, kama kweli nyinyi mnaona kuna vita mkaenda kuungana, hata kama mkitoka mnakuwa mmetoka wote, kwa sababu wakati mwingine Simba imewavusha wote. Kwa hiyo ni vizuri wakajitokeza kwa wingi kwenda kushangilia. Lakini hapo nilikuwa nataka niongeze kitu. Mashabiki wa Al-Masry ndio mashabiki wa hovyo zaidi kwenye soka la Egypt. Ni mashabiki ambao wana adhabu, mashabiki ambao wameshawahi, kama unakumbuka historia ya kuuawa watu 74 including polisi mmoja kwenye uwanja wao pale Port Said. Wenyewe wanaita soka massacre. Ni jambo la hovyo limewahi kutokea kwenye mpira wetu, na waliofanya ni mashabiki wa Al-Masry. Na kama unakumbuka kiungo nyota wa zamani wa Ahli pamoja na timu ya taifa ya Misri, Mohamed Abou Trika, ambaye mimi ndio mchezaji wangu bora zaidi wa Misri kwa mara zote, kwa muda wote, alitangaza kustaafu soka siku hiyo hiyo. Lakini hata kocha wake naye alitangaza kustaafu soka siku hiyo hiyo, kwa sababu waliwaona mashabiki wa Al-Masry wakiwachoma visu mashabiki wa Al-Ahli ambao walijitahidi kukimbilia wakaingia kwenye vyumba. Kwa hiyo wakawachoma visu, wale wakiona wanawaua. Kwa hiyo wale waliuawa wakiona, wakaamua kustaafu soka. Natoa onyo kwa watu ambao watakuwa wanahusika na ulinzi wa uwanjani, kuwakagua sana mashabiki wa Al-Masry, kufanya ulinzi ambao ni bora zaidi, kwa sababu ni mashabiki wa hovyo, ni mashabiki wasiofaa, ni mashabiki ambao wana rekodi mbovu kwenye mpira. Ni vizuri kutowachukulia hizi, ni vizuri kutoona kama ni kitu cha kawaida. Wawalinde, wawachukulie. Lakini pia niwaambie mashabiki wa Simba, tayari timu yao ishakuwa pata ban, si ndio? Kutokana na ule ugomvi utokea nafikiri mashabiki wa Fax Constantine. Kwa ni vizuri hiyo isijirudie. Na ni vizuri kuwaepuka hawa, na ikiwezekana kuachia watu wa usalama waweze kuwasimamia vizuri hawa watu badala ya wao kuingilia. Si kwamba tu wanawaogopa, sababu kwenye vita huwezi kujua nani itamtokea. Hata wao wanaweza wakaumizwa mashabiki wa Al-Masry, lakini ni vizuri kufanya vurugu zisitokee tena kwenye uwanja wa Mkapa katika hizi michuano ya CAF, kwa sababu tayari Simba wameshang'atwa na nyoka. Ni vizuri wakaogopa kila kitu ikiwemo majani. Sawa, shukrani. Asante sana.